Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Katibu Mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, ambaye pia ni msemaji mkuu wa serikali, Bwana Gerson Msigwa, amefunga mafunzo ya Kiswahili fasaha na sanifu ambayo yafanyika mkoani Morogoro kwa waandishi waendesha ofisi, ambayo yametolewa na Baraza la Kiswahili Tanzania BAKITA, ambapo pamoja na mambo mengine anasema: Ndugu washiriki, serikali imeendelea kusisitiza matumizi sahihi ya Kiswahili sanifu katika shughuli zote rasmi. Tunapaswa kutambua kuwa lugha sio mawasiliano tu, bali ni alama ya utambulisho wetu, mshikamano wetu wa kitaifa, na ni chombo muhimu cha kuimarisha uwazi na uwajibikaji katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Kwa msingi huo, maarifa yote mliojifunza katika mafunzo haya yawe chachu ya kuongeza juhudi na uwajibikaji katika maeneo yenu ya kazi, na matokeo yake yaakisi taswira njema ya nchi yetu. Nimedokezwa kwa kifupi mada mlizofundishwa na kwa ubobevu wa watoa mada mliokuwa nao. Nikiwa hapa kwa niaba ya serikali, tunatarajia kuona matokeo ya moja kwa moja ya mafunzo haya katika utendaji wenu wa kila siku. Tunategemea kuona nyaraka zilizoandikwa kwa Kiswahili sanifu chenye mtiririko mzuri, kinachoeleweka kwa urahisi na kisicho na makosa ya lugha yanayoweza kudhoofisha taswira ya taasisi zetu. Mafunzo haya yasibaki kwa kumbukumbu ya kushiriki semina, bali yalete mabadiliko chanya katika mazingira yenu ya kazi. Kuweni walinzi na mabalozi wa Kiswahili sanifu katika taasisi zenu. Msiogope kushauri, msiogope kurekebisha na kuelekeza kwa lengo la kuongeza ubora wa mawasiliano ya serikali. Endeleeni kujifunza, kujisomea na kushirikiana na BAKITA kila panapohitajika na panapohitaji ushauri wa kitaalamu wa lugha. Sawa? Shaurini. Shaurini. Sio kwa sababu bosi mkali katoka huko kaja na stress, basi ameleta barua ina makosa na unaipeleka hivi hivi. Hapana. Ndio hapa tutumie fursa hii kutoa wito kwa waajiri na viongozi wa taasisi za umma na binafsi kupitia idara zao za utawala na rasilimali watu kuyapa mafunzo haya kipaumbele. Aidha, naomba kutoa rai kuwa wasiishie tu kuyatoa kwa kada ya waandishi waendesha ofisi, bali kada zingine, ili kutengeneza mfumo wa uwajibikaji wa pamoja katika maandalizi ya nyaraka za serikali na kuleta ulinganifu wa lugha ama mizania sawa katika maeneo yetu ya kazi. Naomba kuzihimiza taasisi kutenga bajeti mahususi kwa ajili ya mafunzo ya lugha na kuhakikisha watumishi wanashiriki bila vikwazo. Awali akizungumza katika kufunga mafunzo hayo, mwenyekiti wa chama cha waandishi waendesha ofisi Tanzania TAPSEA, Bi Zuhura Songambele, amesema kuwekeza katika mafunzo hayo ni kuongeza ufanisi kwa serikali na taasisi zake, huku katibu mtendaji wa BAKITA Bi Consolata Mushi naye akitoa neno kuhusu mafunzo hayo. Natambua kuwa waandishi waendesha ofisi ni muhimili muhimu katika mifumo ya mawasiliano ya serikali. Nyaraka wanazoandaa ndizo hutumika kama kumbukumbu rasmi, rejea za uamuzi na vielelezo vya utekelezaji wa sera na mipango ya taifa. Hivyo, kuwekeza katika mafunzo yao ni kuwekeza moja kwa moja katika ufanisi wa serikali na heshima ya taasisi za umma. Ndugu mgeni rasmi, nitumie fursa hii kusisitiza umuhimu wa kutoa na kuheshimu nafasi za mafunzo kwa waandishi waendesha ofisi. Takwimu zinaonyesha kuwa hadi sasa ni waandishi waendesha ofisi 821 pekee kati ya zaidi ya 10,000 waliopo katika taasisi mbalimbali nchini ambao wamepata mafunzo kama haya. Hali hii inatupatia changamoto kubwa. Aghalabu tumeshuhudia watumishi wakikosa nafasi za mafunzo kwa sababu mbalimbali, ikiwemo madai ya majukumu mengi ofisi au kutokujumuishwa kwenye bajeti za mafunzo. Tunapaswa kutambua kuwa mafunzo ni gharama. Mafunzo si gharama, bali ni uwekezaji. Kwa maana ya kwamba mmepata mafunzo, lakini kupata kwenu mafunzo kutaonekana kwa mabadiliko mtakayokuwa nayo katika utendaji wenu wa kila siku. Ndio maana nikasema uimara wa jembe tukaingoje shamba, kwa maana kwamba tutaona mabadiliko makubwa katika kazi zenu, na tumekuwa tukifuatilia wale ambao walifanya mwaka jana
Mheshimiwa Katibu Mkuu, tumefuatilia katika ofisi zao na kujiridhisha kwamba wamekuwa na mabadiliko chanya katika utendaji wa kazi, kiasi kwamba baadhi yao wameaminiwa na viongozi wao kupitia nyaraka zao kuhakikisha kwamba wanaandika Kiswahili fasaha na sanifu. Na tunaposema Kiswahili fasaha na sanifu, maana yake ni kwamba yale mliofundishwa namna ya kuhakikisha kwamba mnaandika Kiswahili ambacho hakina mawingu, mnateuaje maneno, mnayatumiaje, mnayapaje maana inayostahili, lakini vile vile kutumia lugha kulingana na kanuni na taratibu. Mheshimiwa Katibu Mkuu, haya ni maelekezo yako na muda wote umekuwa ukisisitiza kwamba tuhakikishe mafunzo haya watumishi wa serikali wanaipata, na umekuwa ukisisitiza kwamba Kiswahili nyumbani kwake ni Tanzania, ni lazima tuwe mfano, ni lazima tuwe watumiaji wazuri wa Kiswahili. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Katibu Mkuu, ni kuhakikishie kwamba hawa watakwenda kuwa mfano katika utendaji wao wa kila siku. Naitwa Agata Mayaya, natokea ofisi za TARURA mkoa wa Dodoma. Mafunzo haya yametuwezesha kupata ujuzi kutumia lugha za alama kwa wahitaji maalum, teknolojia na mawasiliano, usanifu au uhariri kwenye habari, matangazo, hotuba, kutumia Kiswahili fasaha na sanifu, kurekebisha makosa mbalimbali kwenye nyaraka, kujenga mawasiliano mazuri wakati wa utoaji huduma. Mafunzo haya ni mazuri kwa kuwa yanatuongezea ujuzi wa kuboresha utendaji kazi na kutupa kufanya ufanisi mzuri mahali pote pa kazi. Na washauri waandishi wenzetu ambao bado hawajahudhuria mafunzo haya, wawaombe waajiri wao wawawezeshe kuhudhuria mafunzo haya. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.